kwanza kwa mnada wetu wa ufuta ambao umefanyika katika eneo hili katika halmashauri ya wilaya ya Mtama, halmashauri ya Mtama. Kwa mimi kazi yangu wala sio kubwa sana, ni kuwahoji kwamba kwa mauzo yetu ya leo bei ya juu ni shilingi 2740 na bei ya chini ni shilingi 2610. Tumekubali kuuza? Tumekubali kuuza? Tumekubali. Asanteni sana. Naitwa Zainabu Malila Abdalla, ni mkulima. Bei umeisikia ya zao la ufuta Lindi ambayo imetangazwa leo katika mnada? Nimeisikia. Na sisi tumekuja kupima leo. Na sisi inabidi tupate kesho isipungue bei, sisi tukapata bei ndogo, inazidi ipande juu na sisi tupate. Bei vipi, umekubaliana nayo? Nimekubaliana nayo. Na unaiona ina faida kwa uzalishaji na ina faida ndiyo. Wewe umezalisha ufuta kiasi gani kwa msimu? Sasa kama ule sijui, kama sababu hujapimwa nikajua kiasi nilichozalisha. Una kipi cha kuambia wakulima wengine ambao bado hawaamini kuuza ufuta wao katika njia ambayo ni rasmi, ambao bado wanauza kwa wale choma choma? Inabidi tuuze kwenye nani huku. Ona nitaje. Sanko sijui. Iuzwe huku, msiwauzie choma choma. Kupitia kilimo kimekupa maendeleo gani, manufaa gani? Naamini misimu ya nyuma huko tayari ulikuwa unauza. Maendeleo gani ambayo umeyapata kutokana na kilimo? Nimejenga nyumba yangu. Unazungumza na Ajabu Hassan kutoka Mtama Lindi. Na nashukuru kwa kuuza ufuta wetu kwa leo. Nasema serikali imesimamia vizuri kwenye zao la ufuta. Naamini mnada umeendelea vizuri na wakulima wameridhika kwenye kuuza juu ya ufuta ambao bei yake imeridhisha kwa kiwango kikubwa sana na haijawahi kutokea. Mimi naamini huu mwanzo na mwanzo huu utakuwa mzuri. Mimi naamini serikali imejipanga kuhakikisha wakulima wanapata fedha zao. Tena nimshukuru kwa mama yetu yule mkuu wa mkoa kwa kusema ndani ya siku 3 hakikisha wakulima wameshapata fedha zao kwa wakati, na nampongeza kwa kuwa amezungumza swala. Kuna baadhi wajanja wauni wamesema kuhusu wanatembea na pumba. Sasa kwa kuhakikisha serikali hii iko makini na kwa kauli ya mama wetu huyu mkuu wa mkoa amesema atahakikisha anapambana nao, ufuta utakuwa uko vizuri, hautoingizwa pumba wala mchanga. Kuna hawa ambao wanauza kwa madalali na nyinyi ambao mnauza katika mfumo rasmi. Unadhani mfumo huu unawafaidisha vipi tofauti na wale ambao wanauza kwa mfumo wa madalali? Nikwambie kitu ndugu mwandishi wa habari, wakulima mimi nawashauri wasiende kuuza choma choma kwa sababu kuna baadhi ya pesa nyingi sana wanapoteza. Kwa mfano leo hii utasikia mkulima anaambiwa toa neno kula maua, sijui mimi kulisikia. Hii kula maua sio mzuri kwa mkulima kwa sababu anaumia, tena anapata hasara sana. Kwa sababu ukienda kuuza serikalini, kwa mfano leo hii umeambiwa kilo 2700 gala Mtama, ni kwa mkulima aliyeuza choma choma anapata hasara kwa sababu serikali inamwandaa mkulima wake vizuri. Unazungumza na ndugu Mahama Kadikilo, ni afisa wa soko la bidhaa Tanzania. Mnada wa leo umeenda vipi? Umeuonaje? Mnada wa leo kwa mkoa wa Lindi kwa ujumla umeenda vizuri, ambapo tulikuwa na mnada katika vyama vikuu viwili, chama kikuu cha ushirika cha Lindi Mwambao na chama kikuu cha ushirika cha Runali, ambapo jumla ya vyama hivi leo tarehe 10 ya mwezi wa 6 2026 zilikuwa na jumla ya kilo milioni 6,415,805, ambapo zote zimepelekwa sokoni na zimepata bei. Na kwa ujumla bei ya juu kwa mkoa wa Lindi kwa siku ya leo kwa vyama vyote viwili ni bei ya mkulima ni shilingi 2740 bei ya juu, na bei ya chini ya shilingi 2490. Ni ipi hasa wito wako kwa wakulima wa zao la ufuta Lindi? Wito wangu ni kwamba wanalindi waendelee kutunza sifa yao ya ufuta mzuri wa Lindi, kwa sababu Lindi ina ufuta mzuri ambao hata sokoni unakubalika. Kwa hiyo wasibweteke, waendelee kusafisha, kuleta ufuta wenye ubora ili waendelee kupata bei nzuri. Hiyo ndio wito wangu mkubwa sana kwa mkoa wa Lindi. Wakulima wasafishe ufuta kabla ya kupeleka sokoni ili waweze kupata bei nzuri. Kwa majina naitwa Agnes Kimaro,
ni kaimu mkuu wa kanda ya mikoa hii ya Kusini, Lindi, Mtwara na Ruvuma, kwa upande wa mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko, yani COPRA. COPRA katika majukumu yake katika kusimamia kilimo katika hii mikoa mitatu imefanya mambo mbalimbali, ikiwemo kupeleka pembejeo kwa maana ya mbegu bora kwa wakulima. Zimepelekwa mbegu za ufuta, choroko pia na soya. Lakini COPRA imeweza pia kuandaa miongozo ya kilimo endelevu ambayo imeweza kuwasaidia maafisa ugani ili waweze kuwafundisha wakulima kanuni za kilimo bora, ili waweze kuzalisha kwa tija, waweze kufanya kilimo biashara ambacho kitawakwamua kiuchumi. Nitoe rai kwa wakulima, wanapolima kilimo hiki walime kwa kuzingatia kanuni za ubora, kwa sababu ubora wa mazao unaanzia shambani. Kwa hiyo wanapokuwa kule shambani wahakikishe wanapalilia kwa wakati, wanapanda kwa wakati, wanapalilia kwa wakati, wanahudumia mazao yao vizuri, hata wanapofika katika hatua ya uvunaji waweze kuvuna mazao hayo kwa ubora, kwa kuzingatia ubora, kwa sababu mazao bora ndiyo yanayokuwa msingi wa bei nzuri, na wakulima wanapopata bei nzuri inakuwa wanaweza kujikwamua kiuchumi katika mambo mbalimbali, yakiwemo elimu kwa watoto, kujenga nyumba ambazo ni bora na kufanya mambo mbalimbali ya kimaendeleo na yanayokwamua familia kiuchumi kwa ujumla. Pia nitoe msisitizo pia kwa maafisa ugani kuwasimamia wakulima, kwa sababu COPRA imeshatoa elimu kwa maafisa ugani waweze kuwasimamia wakulima ili wakulima hawa waweze kuzalisha, kulima kilimo chenye tija na kupata kipato ambacho kipato kile kitakwenda sasa sokoni kikauzwe, lakini kiweze kupata bei nzuri ili kumkwamua mkulima huyo kiuchumi. Mnada wa leo umeuonaje? Mnada wa leo kwa kweli mnada wa leo wa ufuta umeenda vizuri kwa tani zilizouzwa na bei zilizoonekana, bei ya juu na ya chini. Kwa minada hii mizigo iliyouzwa ni ya vyama viwili, chama kikuu cha Lindi Mwambao, lakini umeuzwa mzigo pia wa chama kikuu cha Runali, vyote vya mkoa wa Lindi. Chama kikuu cha Lindi Mwambao kimeuzwa kilo 3,877,832, lakini Runali wameuza kilo 2,537,973, lakini bei za juu kwa minada yote. Kwa mfano chama kikuu cha Runali bei ya juu kabisa kwa kilo ni shilingi 2,600 na bei ya chini shilingi 2,490, lakini chama kikuu cha Lindi Mwambao bei ya juu kabisa imekuwa shilingi 2,740 na bei ya chini 2,610, na wakulima kwa pamoja wamekubali kuuza mizigo yao na wamefurahia bei hiyo, na wanunuzi wameingia kwa ushindani mkubwa kushindania mizigo hiyo kulingana na ubora uliokuwepo katika maghala yaliyokuwa na mzigo huo.